tukiangazia kuna kwa taarifa nyingine ni kwamba naibu mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania John Heche ambaye alikuwa anashikiliwa kwa karibu wiki 3 ameachiliwa leo Jumatatu ya Novemba 10. Kwa mujibu wa mdogo wake Edward Heche ni kwamba ndugu yake huyo ameachiliwa kwa dhamana baada ya kutoka hospitalini kufuatia afya yake kuzorota. Nimezungumza naye muda mfupi tu uliopita Edward Heche. Mida ya saa 11 na kama dakika 40, kwa sababu tumekuwa na siku ndefu kidogo, kwa sababu kama mnavyofahamu iliripotiwa kuhusu swala lake la matibabu. Kwa hiyo tumetokea Muhimbili, tukatokea Muhimbili tukarudi pale ambapo alikuwa anashikiliwa, baadaye tukaambiwa kuja kituo cha polisi cha Oysterbay. Kwa hiyo tumeongozana na hilo gari ambalo lilikuwa linambeba. Kwa bahati mbaya tulipofika huko barabarani lenyewe likawa limetuacha kidogo, lakini tumefika hapa. Tulipofika tukapewa hiyo taarifa kwamba amepewa dhamana. Kwa baada hatujafahamu kwa kina masharti hayo ya dhamana na hiyo dhamana yenyewe ambayo amepewa, sababu utafahamu kuwa wamemshikilia zaidi ya siku 25 tangu wamkamati, na sheria yetu even ya mwenendo wa makosa ya jinai inatoa utaratibu wa mtu kukamatwa, inatoa utaratibu muda gani mtu ashikiliwe. Kwa hiyo hata kushikiliwa kwake katika upande wa kisheria ni mambo ambayo yalikuwa yanafanyika ambayo ni illegal. Kwa hiyo kwa sasa ninachoweza kusema ni kwamba ameachiliwa, na muda mchache labda atakuwa hapo chini. Kama kutakuwa na watu wa media anaweza akazungumza mwenyewe kwa kirefu, lakini kwa sasa hivi ninachoweza kuthibitisha ni kwamba ameachiliwa kwa dhamana. Na Edward, unaweza kutufahamisha, umesema kwamba alikuwa hospitali na hata hapo awali kulikuwa kuna taarifa katika mitandao ya kijamii kwamba afya yake si nzuri. Pengine umeweza kumuona na anaendelea vipi hasa na hali yake iko vipi kiafya? Nimeweza kumuona kwa sababu utakumbuka kwamba alivyokamatwa, kuanzia siku zile alizokamatwa tulipata zaidi ya siku 5 kuweza kufahamu yuko wapi. Sababu mwanzoni tuliambiwa kwamba analetwa Tarime kwa ajili ya kujibu kesi yake iliyokuwepo ya kuhusu mambo ya uhamiaji, lakini baadaye baada ya kuona haji Tarime tulivyofuatilia tukaambiwa kwamba amepelekwa Dodoma. Sisi kama familia, lakini mimi pia naweza nikasema labda kwa upande wa kama mwanasheria hatukupata access yoyote ya kujua yuko wapi, anafanya nini, anashtakiwa kwa nini. Hata pia katika utaratibu wa kisheria ilipaswa sisi kama ndugu tujue, ilipaswa pia mawakili wake wajue, lakini zaidi ya siku 5 zote ambavyo alishikiliwa hatukujua yuko wapi. Kwa hiyo baadaye kama unavyojua, na ni kitu ambacho ni cha kawaida kwa hakika kabisa, kwamba yeye asingeweza kudea even hata kunywa maji ambayo anaweza kupewa na hao watu. Kwa hiyo unaweza ukaimagine ndani ya siku 5 hizo hali ilivyokuwa. Nafikiri ndio labda ilichangia kwa kiasi kikubwa kuhusu haya mambo ambayo baadaye alikuja kuripotiwa kuhusu masuala ya afya yake. Kwa hiyo nataka kusema afya yake ilizorota kutokana na yeye kutokula. Sahihi kabisa. Na nini sasa mnachopanga kufanya kwa sasa? Na hapo umeweza kutaja kwamba kuna baadhi ya haki ambazo unahisi ama mnaona nyinyi kama familia zimekiukwa. Kwa sasa ni mapema sana, na hapa napoongea na mheshimiwa ndiye anakuja hapa, naomba labda baada ya muda nitakujulisha kwa zaidi. Ni Edward Heche, mdogo wake mwenyekiti wa chama cha upinzani cha naibu mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania John Heche, ambaye alikuwa anashikiliwa kwa karibu wiki 3, ameachiliwa jioni hii Dar es Salaam nchini Tanzania. Lakini pia wapo viongozi wengine ambao wameweza kuachiliwa leo, ambapo ni pamoja na Amani Golugwa, ni naibu katibu mkuu wa Chadema Bara, Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu, na pia Boniface Jacob, mwenyekiti wa chama hicho cha upinzani nchini Tanzania Chadema kanda ya Pwani, ni miongoni mwa wale ambao wameweza kuachiliwa mapema jioni hii na jeshi la polisi nchini Tanzania. Lakini tukisalia katika masuala ya upinzani Tanzania ni kwamba kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho nchini Tanzania Tundu Lissu, ambapo ilitarajiwa kuendelea leo Jumatatu Novemba 10 mwaka 2025 imeahirishwa. Awali upande wa jamhuri ulipanga kuwasilisha shahidi 4 katika kesi hiyo, lakini hilo halikuwezekana kutokana na kile kilichoelezwa kwamba ni sababu za kiusalama. Hata hivyo, mwishoni mwa wiki makamu wa rais wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi akizungumza kwenye mkutano wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika ni SADC alisema hali ya nchi hiyo iko shwari. Mwandishi wa BBC Egan Sala alikuwa mahakamani hii leo kufuatia kesi hiyo ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, na nimezungumza naye muda mfupi tu uliopita. Kweli Lissu ilikuwa leo afikishwe mahakamani kwa ajili ya kuendelea na shauri lake, na wote tunafahamu anakabiliwa na mashtaka hayo ya uhaini, lakini kama isivyotarajiwa na wengi, Lissu hakufikishwa mahakamani
na kupelekea shauri kuahirishwa. Pengine tofauti na siku chache zilizopita ama mara nyingi tangu kesi ilipopelekwa mahakamani kusikilizwa na yeye akiwepo, Lissu amekuwa akifika mwenyewe na amekuwa pia akijiwakilisha yeye. Zimeelezwa ni sababu gani hasa? Kwa nini leo hakuweza kufika mahakamani? Kubwa liloelezwa na upande wa mashtaka ni sababu za kiusalama ambazo ziliibuliwa na upande wa kweli. Lissu ilikuwa leo afikishwe mahakamani kwa ajili ya kuendelea na shauri lake, na wote tunafahamu anakabiliwa na mashtaka hayo ya uhaini, lakini kama isivyotarajiwa na wengi, Lissu hakufikishwa mahakamani na kupelekea shauri kuahirishwa. Pengine tofauti na siku chache zilizopita ama mara nyingi tangu kesi ilipopelekwa mahakamani kusikilizwa na yeye akiwepo, Lissu amekuwa akifika mwenyewe na amekuwa pia akijiwakilisha yeye. Zimeelezwa ni sababu gani hasa? Kwa nini leo hakuweza kufika mahakamani? Kubwa liloelezwa na upande wa mashtaka ni sababu za kiusalama ambazo ziliibuliwa na upande wa mawakili wa serikali ambao walisema waliwasiliana na magereza, na magereza wakaambia kwamba hawawezi kumleta Lissu mahakamani hii leo kwa sababu hizo za kiusalama. Lakini kiundani zaidi, wakili kiongozi wa jopo la mawakili wanaosaidiana na Lissu kwenye shauri hili anaeleza hapa. Siku ya leo kwa bahati mbaya mshtakiwa ndugu mwenyekiti wa chama ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu hakuwasilishwa mahakamani kwa kile ambacho upande wa mashtaka umedai kwamba kwa sababu za kiusalama. Lakini sisi wote tumefanikiwa kufika hapa mahakamani. Nadhani nchi yetu wa Dar es Salaam huko salama. Watu wote wameweza kusafiri, mabasi yanafanya kazi. Lakini upande wa mashtaka kwa wamesema kwamba unaomba kwamba kwa sababu za kiusalama haujaweza kumleta mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo mahakamani. Kwa hiyo hakuwepo mahakamani. Naam, ni wakili huyo Rugemeleza Nshala ambaye anaongoza jopo la mawakili wanaomwakilisha Tundu Lissu, kiongozi huyo upinzani katika kesi ya uhaini inayomkabili. Kesi hii imekuwa ikivuta hisia za wengi, hilo liko wazi kabisa. Baada ya hii leo kutokusikilizwa, itasikilizwa lini tena hasa? Kwa maombi yaliyoletwa na upande wa mawakili wa jamhuri, walitaka ihairishwe kwa siku 14, lakini jopo la majaji wenyewe walielekeza siku 2 tu kuhakikisha kwamba Lissu anafikishwa mahakamani. Basi kwa misingi ya siku 2, siku ya Jumatano walielekeza Lissu afikishwe mahakamani pamoja na hao mashahidi wa jamhuri nao waweze kufika mahakamani. Inshallah anaeleza kwa undani hapa. Jopo la majaji wao watatu, Jaji Ndunguru, Kionde na Karema, baada ya kulichakata hilo ombi, wamesema kwamba hawakubaliana na upande wa serikali kusema kwamba kesi iahirishwe kwa wiki 2, bali wameahirisha kwa siku 2, yani ya leo na kesho, na kwamba tarehe 12 ya mwezi wa 11 mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndio Tundu Antipas Mugwai Lissu aletwe mahakamani na kesi iendelee. Na mahakama imeamrisha kwamba ule hati ya wito wa kumuita mahakamani itolewe, na upande wa mashtaka siku hiyo uendelee na kesi yake dhidi ya mwenyekiti. Bahati mbaya kwa sababu mwenyekiti anajiwakilisha mwenyewe hakuweza kuzungumza, lakini tumeona kama mahakama imeweza kutoa angalau muda kidogo ambao unaonekana ni mzuri, na kwamba siku hiyo tarehe 12 mwezi wa 11 2025 basi kesi hii itaendelewa kwa majali wa Mwenyezi Mungu, na tunatumai kwamba umma utapenda kujua nini kinaendelea. Uhaini ambao unasemwa dhidi ya mwenyekiti kama utaweza kuwekwa wazi, na kama sio uhaini basi tuweza kujulikana mahakama itatoa uamuzi gani. Asante sana.